Safi mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine Father Kitima ameweza kuibuka kuwa gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii. Ni kutokana na kauli hapa ambayo ameweza kuizungumza, na ningependa uweze kumsikiliza, ndipo ambapo nikufahamishe nilichoweza kukuandalia katika video ya leo hii. Lakini kubwa zaidi, haki za binadamu ndio zinazisaidia nchi kujenga utawala wa sheria. Nchi inaongozwa kadiri ya haki za binadamu pale tunapokuwa na sheria zinazozisimamia hizi haki za binadamu. Kwa hiyo hakuna labda kiongozi kusema mimi nafanya ninavyojisikia. Na mtazamaji wangu, kwa kweli kauli hiyo ameweza kuizungumza kwa njia moja ama nyingine. Kuna ujumbe anajaribu kuulenga, iwapo ni kwa uongozi ulioko madarakani kwa ujumla ama baadhi ya viongozi walioko madarakani. Kwanza kabisa, kiongozi ambaye yupo madarakani huongozwa na sheria kama alivyoweza kusema, na ndipo ambapo raia wa taifa waweze kufuata sheria ambazo zimeweza kuwekwa. Jambo ambalo ni tofauti kabisa na kile tunachozidi kukishuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Kwa njia moja ama nyingine, huenda ikawa Father Kitima yupo sahihi, hasa kwa kile alichokuwa kikizungumza kuhusiana na swala la ukiukaji wa haki za binadamu, jambo ambalo litaweza kusababisha idadi kubwa ya watu kupoteza imani na uongozi ulioko madarakani. Ila kuna jambo jipya ambalo ningependa uweze kulifahamu kuhusiana na Mheshimiwa Lissu na kesi inayozidi kumkabidhi, kesi ya uhaini, ambao ameweza kupoteza imani yao na uongozi ulioko madarakani. Basi moja kwa moja huenda akaweza kupata angalau hata imani kidogo kuamini uongozi ulioko madarakani, iwapo utaweza kujali na kumwachia huru kiongozi kama Mheshimiwa Lissu, ama kesi ya Lissu mahakamani iweze kuendelea na iweze kumalizika katika njia sahihi. Na pia mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo kweli vijana Gen Z hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania kuna mengi ambayo wangependa yaweze kufanikishwa na viongozi walioko madarakani. Hivyo basi mwisho siku uongozi huu unazidi kutakiwa kwa njia moja ama nyingine, baadhi ya ahadi walizoweza kuwa wameweza kuziahidi waweze kuzifanikisha, ndipo ambapo imani itaweza kurejea japo kidogo kwa wananchi wa Tanzania waweze kuamini uongozi huo ulioko madarakani. Na pia kuna baadhi ya watu ambao ni mashuhuri katika Jamhuri ya Tanzania. Mfano bora ni kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole. Leo hii Mheshimiwa Humphrey Polepole, iwapo ataweza kuachiwa kujumuika na familia yake pamoja na kujumuika na idadi kubwa ya wafuasi wake katika mitandao ya kijamii, mtazamaji wangu, amini usiamini, jinsi gani ambavyo uongozi unazidi kukosolewa, kutakuwa na marekebisho kidogo, na hata wale wanaozidi kukosoa watakuwa hawana cha kukosoa iwapo kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa Humphrey Polepole wataweza kuachiwa huru. Hii hapa ikionyesha wazi ujumbe aliyokuwa akiuzungumza Father Kitima ameweza kuulenga moja kwa moja kwa viongozi wakuu wa chama tawala cha CCM. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu anazidi kukufahamisha, ama nitakwambia kwa mara nyingine, Father Kitima yupo sahihi kwa kile alichoweza kukizungumza kuhusiana na uongozi ulioko madarakani. Ila mwisho siku kuna baadhi ya mambo muhimu ambayo uongozi ulioko madarakani, iwapo utaweza kuzingatia, basi utaweza kurejesha imani kwa wananchi. Utaweza kurejesha imani kwa wananchi wa Tanzania ambao ndio raia wenye nchi, na watakuwa wapo tayari kuongozwa na serikali hiyo yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia mtazamaji wangu, itaonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huo uliokuwa ukipingwa na kukataa kusikiliza kile walichokuwa kiambiwa, hivi sasa watakuwa wapo tayari kusikiliza yale ambayo yanazidi kupendekezwa, na ndipo ambapo watakuwa na haki ama kufanya hatua moja ama mbili, kufanya marekebisho katika katiba ya Jamhuri ya Tanzania, na pia uhuru wa vyama vya kisiasa, hasa chama Chadema ambacho hivi sasa kimeweza kukanyagiwa kisiasa, na pia kwa njia moja ama nyingine kuweze kuwekwa kwa uhuru wa kujiwasilisha na uhuru kwa vyombo vya habari.
Katika video aliyoweza kuizungumza Father Kitima, kuna baadhi ya blogs ambazo hazijaweza kufanikiwa kuipeperusha habari hii, ila kutokana na jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani umeweza kumiliki ama kuwa na nguvu kubwa katika media kubwa za kuaminika nchini Tanzania, ndipo ambapo media hizo zimeweza kushindwa kupeperusha habari hiyo. Ila ukweli wa mambo, mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo kutaweza kuwa na freedom of speech, na jambo hili litaweza kusaidia pakubwa kwa upande wa upinzani na wale ambao wapo na maoni na wangependa kuomba uongozi ulioko madarakani kufanya marekebisho angalau hata kidogo, ndipo ambapo imani yao iweze kurejea kwa uongozi huo. Na tofauti kabisa na jinsi ambavyo watakuwa wakiumia na kulalamika, ili hali wanazidi kushindwa kuzungumzia uongozi ulioko madarakani ni uongozi wa aina gani, na ni uongozi yale wanayozidi kuyafanya sio ya kuridhisha. Mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba haya yote Father Kitima ameweza kuzungumza ili kujaribu kuonyesha idadi kubwa ya wafuasi ama idadi kubwa ya raia wa Tanzania ya kwamba uongozi ulioko madarakani haujaweza kupoteza pakubwa, ila iwapo utakuwa upo tayari kufanya marekebisho na kuaminisha wananchi wa Tanzania ya kwamba waweze kuamini, basi ukosoaji na kupingwa uongozi huo unaozidi kupitia hivi sasa moja kwa moja utaweza kusitishwa. Ila yote ifahamike ya kwamba serikali ya chama tawala cha CCM upo na baadhi ya viongozi wakuu katika serikali hiyo ambao wanakubaliana na kile ambacho raia wanazidi kupendekeza, na kuna wale wanazidi kutofautiana kabisa na kile ambacho raia wanazidi kupendekeza. Mfano bora wa viongozi wanaozidi kukubaliana sana na raia ni kiongozi kama Mheshimiwa Josephat Gwajima, na kwa kweli sote tumeshuhudia jinsi gani ambavyo ameweza kuwa mstari wa mbele kutetea na hata kujaribu kurejesha imani ya wananchi wa Tanzania kwa uongozi ulioko madarakani, iwapo uongozi huo utaweza kufanikisha baadhi ya mambo walioweza kuahidi na hata kufanya marekebisho baadhi ya mambo yanayozidi kupendekezwa na wananchi wa Tanzania, kauli sawia na ile ambayo Father Kitima ameweza kuizungumza leo hii. Mtazamaji wangu, usisahau kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.